Je, kuna ujumbe ambao viongozi wa Kenya wanapaswa kuusikia leo, na kwa nini Edwin Sifuna amechagua kuusema mbele ya waumini wa kanisa huko Kakamega? Wakati siasa za Kenya zikianza kuchukua sura mpya kuelekea mwaka 2027 na wakati mjadala wa one term ukizidi kushika kasi, Sifuna leo amesimama mbele ya wananchi na kusema ujumbe ambao tayari umeanza maswali mazito kuhusu mwelekeo wa siasa za Kenya. Na hapa ndipo mambo yanakuwa mazito, kwa sababu hii sio hotuba nyingine ya mwanasiasa kwenye mkutano wa kisiasa, ni ujumbe uliotolewa kanisani mbele ya wananchi, wakati Kenya iko katika kipindi ambacho kila kauli ya kisiasa inaweza kuwa maana kubwa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini swali kubwa ni hili: Sifuna alikuwa akimlenga nani hasa? Je, ujumbe huu ulikuwa changamoto kwa serikali ya William Ruto, au ulikuwa ujumbe mpana zaidi kuhusu nguvu ya mwananchi, uongozi, uwajibikaji na Kenya tunayoelekea kuijenga? Na kwa nini maneno yake yanaweza kuwafanya Wakenya wengi waanze kujiuliza kama ground ni tofauti kabisa na vile wanasiasa wanavyofikiria? Leo hapa Mizuka Media tumekuletea sehemu ya hotuba hii yenyewe, tutaisikiliza, tutaisoma kati ya mstari, na baada ya kuisikia nataka wewe mwenyewe uniambie, je, Sifuna ametuma ujumbe ambao serikali haiwezi kupuuza? Kaa hapa mpaka mwisho, kwa sababu mwisho wa hotuba hii inaweza kukufanya uangalie upya kabisa mjadala wa one term, Gen Z na siasa za Kenya kuelekea mwaka 2027. Hii ni Mizuka Media, ground ni ground, na hapa tunasikiliza kile viongozi wanasema, kisha wananchi ndio waamue maana yake. Sasa msikilize mwenyewe Edwin Sifuna kutoka Kakamega. Asante sana, asante sana. Tafadhali naomba tuketi. Naomba tuketi. Asante sana kwa Bishop wetu, Bishop Wandera, kanisa hili lote ambao umefika hapa leo, viongozi wote ambao wamekuja kuabudu na sisi, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Mulimu oyo mulambo nanga bulayi, enenu mulambo nanga bulayi, nananu mulambo nanga bulayi, kwaya mulambo nanga bulayi, esenize Sifuna. Bishop, eso mwana wenye kwa mabungo manana, lakini nikiwa hapa Mumias niko kwa wakwe zangu, na kwa kawaida majimbo atakuambia, na mheshimiwa Wamboka, ukikuwa kwa wakwe auongei sana, unaweza haribu mambo, si ndio? Na tena tuko kanisani. Unajua hii jina Joseph, Bishop, ni jina ambalo ni speciali sana kwangu. Wewe Bishop unaitwa Joseph. Yule ambaye alikuwa baba yangu mkwe alikuwa anaitwa Joseph wa Mukoya. Yeye alikuwa mbunge pale Matungu. Msichana yake ndiye ananipikia mimi ugali, ndio nakaa hivi. Sasa hiyo hadithi ya Yusufu ambaye tumesikia kwa somo la kwanza, it is one of my favorite stories in the Bible, kwa sababu wale wanajua historia yangu watakumbuka kwamba nilikuwa na ndoto mwaka wa 2017 kuwa mbunge wa kule Kandui, na wakati nilielezea ndugu zangu hiyo ndoto, walibehave vile hawa mandugu wa Joseph walibehave. Wakanituma Nairobi, hawakujua siku inakuja ambayo wakikuja Nairobi watakuta Sifuna ndiye anawaandalia meza. Hii ni miujiza ya Mungu. Hata sai pia niko na ndoto ingine, nikiambia ndugu zangu, kuna wengine wamekubali, kuna wengine wanasema sisi bado ni vijana wadogo, wengine wanasema hatuna pesa, lakini naamini ule muujiza ambao Mungu alifanya mwaka 2017 mpaka watu wa Bungoma wakaamini kwamba naweza kuwa kiongozi. Hata wale ambao wanatudoubt kwa saa hii, wacha tumpe Mungu wakati atende matendo yake. Namba 2, umetuhubiria kuhusu habari ya Petro alipoona Yesu anatembea kwa maji na yeye akajaribu kutembea pale, lakini alifika mahali akakuwa na doubt ama shauku na akazama, si ndio? Ile kitu hatutaki kama Wakristo ni kuwa na doubt ama shauku ama wasiwasi. Kama kweli unaamini kwamba Mwenyezi Mungu atatufikisha mahali ambapo unafaa kuwa, nataka nikuhakikishie Bishop, hapa katika hii timu ya Linda Mwananchi tumeweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Umetuambia kwamba tuzungumze na Mungu, tumwambie dhoruba ambazo zinatupiga. Ndio maana wakati ambapo tunafanya mikutano yetu Kenya nzima, tunaanza kanisani, ili tuweze kumwambia Mwenyezi Mungu kwamba safari ambayo tuko ndani sio rahisi,
lakini tunamhitaji kwamba aende mbele yetu ili aturahisishie mambo. Mumesikia kutoka kwa Bishop kwamba Wakenya wanapigwa na dhoruba kutokea kila mahali, na haswa ya mambo ya kiuchumi. Wale ambao ni wageni hapa Mumias, kama kina dada zangu kina Zuena Abi wanatoka kule na Nakuru, nataka niwaonyeshe kwamba ama niwajulishe kwamba wakati sisi tunakuwa, huu mji wa Mumias, it was one of the most thriving towns in this country. Mji wa Mumias ulikuwa mji ambao unastaarabika, lakini kwa sababu ya huu mradi wetu hii kuyumbayumba hii miaka yote, Mumias is now a shell of what it used to be. Na ni kwa sababu ya ufisadi ambao uliingililia. Watu wanaamua wanaweza uwa jamii mzima, lakini rafiki zao ndio wanapewa kandarasi ya kuingiza sukari, ilhali wakulima wetu wanangoja kulipwa na hii mradi yetu. Wakati Mumias ilikuwa inafanya kazi, it was the single largest taxpayer in Western Kenya, paying up to 60 billion shillings per year to our exchequer. Wakati hiyo miradi inaanguka, ndio Wakenya wanaumia. Kwa hivyo Bishop, mimi nataka nikuhakikishie, tunajua dhoruba ambayo inawapiga Wakenya. Umesikia vile tumeambiwa hapa, wale ambao wanataka kungojea ama wanangojea kwenda university wanashangaa watatoa wapi school fees, kwa sababu serikali iliyoko imecheza mambo na pata na potea na hii mambo yetu ya kufund university. Wale tulienda university hapa wakati kulikuwa na uongozi sambamba. Tunajua kwamba tulikuwa tunakuja hapa kwa chief, anakusainia, anasema huyu tunamjua, huyu ni maskini. Nakuja kwa bishop, anasema huyu ni mshirika wangu, najua ako na shida. Unapeleka form help, unapatiwa pesa ya kusoma. Hivyo ndio sisi tulisoma. Sasa wale ambao wameshamaliza university, na wao umesikia bishop akisema wamesha qualify, wako na kila kitu, wao wanalia hakuna ajira. Wale ambao wako na ajira, bishop, wanalia ushuru imewamaliza. Sasa tunashindwa, yani kila mahali ni giza tu. So mzidi kuombea nchi yetu, mzidi kuombea nchi yetu, kwa sababu kuna vitu ambavyo lazima vibadilike. Vile wanatuona wanasema sisi ni vijana wadogo, hatuna experience. Mimi nawauliza tu, experience gani unahitaji kujua? Wezi huwa viwanda vyetu vyote vya sukari kwa sababu unataka kupatia marafiki zako permit za kuingiza sukari. Hauhitaji experience yoyote. Wacha tuweke wananchi wetu mbele. Ama nyinyi mnasemaje? Wakulima wetu wawekwe mbele, si ndio? Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa support yenu kama jamii, na tunataka twende pale nje tuzungumze vile ambavyo tumewaambia. Sisi tunakuja kwa amani, hatuna vurugu na mtu yoyote. Wale ambao wanajiita experts na wale ambao wanajiita wako na experience ndio wametuingiza kwa hii shimo. Si mujaribu sisi vijana basi, ama nikimaliza, tumesikia wito wa vijana, na sisi huwa unajua hii timu yetu ni watu chap chap, hatuchukuangi muda kushika vitu, si ndio? Sasa kwanza tumesikizana, huyu wakili Echesa ambaye ni mshiriki wa hapa, pamoja na hawa kina Fadamula, hawa wagombea wa huku Mumias, tunagawana, ngoja tu, tunagawana hiyo bill ambayo tumepatiwa ya vijana nusu binusu. Sisi kutoka Nairobi tunatoa nusu, kina Fadamula na kina Echesa watoe nusu. Tayari Bishop, tumeweka shilingi 50,000 kwa hiyo pay bill yenu, na tuko na shilingi 200,000 cash up, yote nakuja 250,000 kwa ajili ya vijana wetu kununua vyombo vyao, si ndio? Mumesikia mahali mtatoa balance? Wapi? Asanteni sana na Mungu awabariki. Na hapa ndipo tunafunga hotuba hii ya Edwin Sifuna kutoka Kakamega. Lakini kabla hujaondoka, kuna swali moja ambalo nataka tukuache nalo hapa kwenye Mizuka Media. Baada ya kusikia maneno yote hayo, wewe unaona ujumbe wa Sifuna ulikuwa wa kawaida au kuna kitu kikubwa zaidi kinachotokea kwenye ground? Kwa sababu Kenya ya leo sio Kenya ya jana. Gen Z wameonyesha kwamba wanaweza kuanzisha mjadala mzito kupitia simu zao, mitandao na sauti zao. Lakini pia siasa za Kenya hazitaamuliwa na hashtag pekee. Zitaamuliwa na groundwork, wananchi, sera, uongozi
uongozi, uwajibikaji na kura. Na ndio maana tunataka kukusikia wewe, kama ungepata nafasi ya kumuuliza Edwin Sifuna swali moja tu baada ya hotuba hii, ungemuuliza nini? Niachie maoni yako kwenye comment section, usiandike tu one time, tuambie kwa nini. Ni ujumbe gani umekugusa zaidi? Ni sehemu gani ukubaliani nayo? Na kwa maoni yako, ujumbe kama huu unaweza kubadilisha namna Wakenya wanavyofikiria kuhusu mwaka 2027. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.